Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo naenda kuongea kuhusu afya ya akili na malezi ughaibuni. Ughaibuni ni wapi? Ughaibuni ni nje ya nchi yako. Mara nyingi tunaongea ughaibuni kama nchi za western, nchi za magharibi. Kuishi nje ya nchi ni jambo la baraka sana. Ni watu wengi sana wanapata hizo ndoto za kwenda kuishi nje ya nchi. Wengi wanaingia nje ya nchi kwa sababu ya elimu, au wengine kazi, wengine wameenda kutembea, wengine wameingia kwa namna zozote zile kwa ajili ya kutafuta maisha ughaibuni, kwa sababu tunakuwa na dream kwamba nataka kuboresha maisha yangu, na njia rahisi, njia nzuri ni kwenda ughaibuni, ambako ni ukweli kuna opportunity nyingi sana za kuweza kujiendeleza na kuweza kuboresha maisha. Pamoja na yote hayo, lakini pia kuishi ughaibuni kuna changamoto zake mbalimbali ambazo zinaweza zikakuathiri kisaikolojia. Kuishi mbali na nyumbani ni jambo gumu sana, kwa sababu unakuwa kwenye mazingira tofauti kabisa na yale ambayo umeyazoea, ambayo umekulia, na unaingia kwenye dunia ambayo wanafikiria tofauti kabisa sana na wewe. Mitazamo yao ni tofauti kabisa, na matendo yao ni tofauti, na kila kitu chao ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikakukabili. Na topic hii ya leo inatokana na kitabu ambacho nimekiandika, kinaitwa Afya ya Akili na Malezi Ughaibuni. Ni kitabu ambacho nimekiandika kwa ajili ya kusaidia wewe mwenzangu unayeishi ughaibuni kuweza kufahamu changamoto mbalimbali ambazo unapitia na jinsi zinazoweza kukuletea hatari ya kupata msongo wa mawazo, depression, anxiety, matatizo ya addiction na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kitabu kipo kwa ajili ya watu wa ughaibuni kuweza kuwasaidia. Japo kinaweza kumsaidia mtu yeyote yule, sio lazima ambaye anakaa ughaibuni, lakini specifically ni kwa ajili ya watu wanaoishi ughaibuni. Sasa kitabu hiki sehemu ya kwanza kimeelezea kuhusu afya ya akili, ambacho nimeelezea maana ya afya ya akili. Ni kwamba nimeelezea maana ya afya ya akili na risk factors, mambo yanayoweza kusababisha matatizo ya afya ya akili, hasa kwa watu wanaokaa ughaibuni, kwa sababu tuna changamoto ambazo ni za kipekee sana. Mfano, mifumo ya kibaguzi, upweke, alafu mambo ya uchumi yanakuwa magumu. Mfano, mpaka mtu ufikie kwenye hali ambayo ulikuwa na dream, sometimes inachukua muda mrefu. Kwa hiyo process ya wewe mpaka kufikia unapopataka pia ni changamoto ambayo itakupa stress ya kutosha na inaweza kukuathiri pakubwa. Alafu matatizo pia mengine labda ya kutopumzika, ambao unaweza kukuletea changamoto kubwa sana, yameelezewa kwenye kitabu. Matatizo ya kifamilia, mfano kama uchumi unakuwa mbaya, pia unaweza kuathiri kifamilia. Unakuta watu labda haonekani nyumbani kwa sababu yuko kufanya kazi masaa yote ili aweze ku make the ends meet. Alafu majukumu pia, role ziko tofauti kabisa. Ukiingia ughaibuni ina maana umeingia na unaingia kwenye culture nyingine, kwa hiyo unakuta zile roles ambazo tulikuwa nazo nyumbani saa nyingine watu pia wanashindwa kuzichukua. Unakuta mwanaume unatakiwa labda ubaki uangalie watoto, mama yuko kazini, and the vice versa. Inaleta pia changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kusoma kitabu ili uweze kufahamu changamoto unazopitia na hatari zake. Alafu sehemu ya pili inaelezea changamoto za malezi ya watoto ughaibuni. Kulea watoto ughaibuni kweli kuna changamoto kubwa sana. Tunaoishi ughaibuni tunafahamu hilo, na watu walio nje pia sangine wanauliza, mnaleaje watoto huko? Mbona tunasikia watoto huko wanaharibika? Ni ukweli, ni kitu ambacho kinaogopesha sana kulea watoto ughaibuni, kwa sababu tunaishi kwenye dunia mbili tofauti. Ni kwamba wazazi tumelelewa, labda mzazi labda unakuta ulilelewa Afrika, umelelewa labda kwenye nchi yako, una jinsi ulivyolelewa, kuna namna ambayo unafahamu kuwa hii ndio ulezi wa watoto. Lakini ukiingia ughaibuni unakuta kuna definition nyingine ya malezi ya watoto. So unakuta wewe hapo mzazi unasisitiza ile maana unaoifahamu, wakati mtoto naye ana maana yake nyingine ya malezi, au naye ana vitu vingine ambavyo anavifahamu watoto wengine wanavyolelewa. Na watoto wako so much exposed ughaibuni. Unakuta wengi sana wako exposed mashuleni, huko kwenye jamii, sehemu yoyote ile. Kwa hiyo unakuta nyumbani wewe unamsisitiza awe mtoto wa Kiafrika, wakati akishatoka nyumbani kwako muda wote ana spend na watu ambao nao ana expect naye atabehave kama wao wanavyobehave. Kwa hiyo watoto pia wako confused. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa na changamoto sana kuhusu malezi hapa ughaibuni.
Kitabu kimeelezea hizo changamoto na jinsi ya kukabiliana nazo. Alafu pia kimeelezea sifa maalum za Gen Z. Gen Z wamekuwa wanaongelewa sana hivi karibuni. Kwa hiyo kitabu kimeelezea kuhusu baadhi ya sifa zao. Kwa hiyo wazazi natakiwa tufahamu baadhi ya sifa ya watoto tunaokaa nao ili tuweze kukabiliana nao vizuri, kwa sababu ni kizazi ambacho kimezaliwa kwenye teknolojia, kwenye mambo mengi ambayo sisi hatukuwa nayo zamani. Kwa hiyo kiko tofauti. Kwa hiyo badala ya kufight nacho, inabidi tujifunze jinsi ya kukaa nao vizuri. Ni watu wazuri tu, yani they don't have any problem. Alafu kitabu pia kimeelezea changamoto mbalimbali wanazo kukabiliana nazo watoto wanapokuja kukaa ughaibuni. Watoto wengi wa wahamiaji tuliotoka Afrika wanakumbana na bullying mashuleni. Inakuwa ni changamoto kubwa sana. Wanakubaliana na shida ya kutokubalika, identity confusion. Wanakuwa hata hawajitambui kwa sababu hizo culture mbili. Nyumbani unataka wewe Mwafrika, akitoka nje na nyumbani sio Mwafrika. So wanachanganyikiwa sana na inaweza kuathiri self esteem, ikaathiri kujifeel safe, au ile kutengwa na watu inaweza kumwathiri sana, akajiona kama sio mtu wa kawaida. Alafu tofauti za kimitazamo kati ya wazazi na watoto zimeelezewa kwenye kitabu na jinsi ya kukabiliana nazo. Kitabu kimelenga watu wanaoishi diaspora, maalum kwa watu tunaoishi nje ya nchi. Lakini kitabu hiki kinaelezea kuhusu afya ya akili, ambayo afya ya akili ni tatizo universal, mahali popote pale inaweza likawepo. Unaweza kuwa kwenye nchi yako lakini bado kuna matatizo ya afya ya akili ambayo unatakiwa uyafahamu jinsi yanavyoingia na jinsi ya kukabiliana nazo. Kwa kitabu kitakufaa pia hata kama huishi diaspora. Na pia kuhusu malezi ni kwamba changamoto ya malezi sio kwa diaspora peke yao, hata kwa watu wanaoishi kwenye nchi zao pia. Changamoto ya malezi imekuwa ni universal, pia inasumbua watu wote tu. Kwa hiyo inabidi usome kitabu, fahamu Gen Z, fahamu mambo mbalimbali ambayo tunapitia. Mtu anaweza kunufaika na kitabu, na kitabu kinazinduliwa rasmi Novemba 30 mwaka 2025 na kinapatikana kwa lugha ya Kiswahili. Kuna Kiswahili copy na pia kwa lugha ya Kiingereza. Kuna Kiswahili kinaitwa Afya ya Akili na Malezi Ughaibuni, Kiingereza kinaitwa Mental Health and Parenting in Diaspora. Ni content ile ile, moja kwa Kiswahili nyingine kwa Kiingereza. Kwa hiyo jipatie kitabu, na kama unataka kitabu tafadhali piga simu namba 469-406-4523. You can text, alafu nitakuelekeza jinsi ya kupata hicho kitabu. Tafadhali jipatie kopi ili uweze kujifunza na uweze kukabiliana na changamoto mbalimbali za afya ya akili ughaibuni, na pia malezi, changamoto ya malezi ughaibuni. Jipatie kitabu, jifunze na uweze kukabiliana na changamoto. Tafadhali kama umependa hii content unaweza kusubscribe na pia kushare ili watu wengi wafahamu kuhusu hiki kitabu ambacho kinaweza kikawakomboa watu wengi sana wa diaspora. Asante sana.